sauti yake akishaongea hapa, anga zote zimeshasikia kwamba kuna mtu ameshakanyaga mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka niwaambie kwamba chombo mlichopanda kiko na uhakika wa kufika tunakoelekea. Kwa hiyo kuna wakati, fika na wakati, jua ya kwamba chombo ulichopanda kina uhakika wa safari yako, kina uhakika wa kujibu, kina uhakika wa kufanya yale sawa, kwa sababu tunaye mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba, kwa heshima kubwa karibisha wasalimie wetu vigelegele basi. Watu wa Morogoro, Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena, watu wa Morogoro, Bwana Yesu apewe sifa. Hebu tuonyeshe kwamba tuko pamoja. Makofi ya juu kabisa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Haleluya. Kama kuna amani ya jioni ya leo. Wangapi wanafurahi ya Bwana ndani mwao? Bwana asifiwe sana. Imekuwa ni baraka sana kuwepo hapa tena. Wakati mwingine Mungu anatupa kukaa pamoja. Bwana asifiwe sana. Mimi huwa ninaamini katika maisha yangu hakuna ratiba inaweza kuwepo kama Mungu hajaruhusu niwepo. Sema amina kanisa. Kwa hiyo ninaamini hata hapa kuwa hapa ni Yesu ameniruhusu kuwa hapa sasa. Na unajua kwa nini ameniruhusu? Ameniruhusu kwa sababu kuna kazi ya msingi ya kufanya katika muda huu hapa. Sema amina kanisa. Wangapi wanaamini kwamba kuna kazi ya msingi ya kufanya hapa? Labda hujanielewa nilichosema. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu anapotaka kushuka mahali popote. Unanisikia? Mungu anapotaka kushuka mahali popote ni lazima atumie kiumbe ili kushuka kwenye hilo eneo. Sema amina kanisa. Mnanisikia vizuri? Mungu akitaka kushuka kwenye maisha yako mama, baada ya maombi ya muda mrefu, ni lazima atumie kiumbe kushuka. Lakini pia shetani akitaka kuja nyumbani kwako lazima atumie kiumbe kuja kukutesa. Sema amina kanisa. Mnaelewa ninachosema? Sasa imempendeza Mungu kwamba anataka kuzungumza na watu wa Morogoro. Sema watu wa Morogoro. Haleluya. Na hakuna namna nyingine yoyote ya Mungu kuzungumza na watu wa Morogoro isipokuwa amemtuma huyo kiumbe. Sema amina kanisa. Bwana asifiwe sana. Sasa ninaongea haya ili uweze kukaa mkao ambao unajua kabisa sasa Mungu ameshuka kuongea na maisha yangu. Na mtu akiniangalia asema sasa Mungu mwenyewe ndio huyo. Narudia tena, Mungu huwa akitaka kushuka huwa anatumia kiumbe ili kushuka duniani. Kama mtakumbuka ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 3, unaona Mungu anamtokea Musa. Sema amina kanisa. Akiwa anachunga kondoo za mzee Yesu. Sema amina kanisa. Akiwa anachunga kondoo, anaona kijiti kinawaka moto akiteketei. Musa anasema nitageuka nione maono makubwa haya. Kwa nini kijiti kinawaka moto na akiteketei? Alipogeuka, jambo la kwanza Mungu alimwambia Musa, vua viatu vyako, mahali hapo sababu ni mahali patakatifu. Haleluya kanisa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Alipomaliza kuvua viatu vyake, Biblia inasema Mungu akamwambia Musa, nimesikia kilio cha watu wangu. Nami nimeshuka ili niwaokoe. Haleluya kanisa. Ndicho alichosema Mungu. Mungu alimwambia Musa, nimesikia kilio cha watu wangu. Alafu akasema nimeshuka. Sio wewe umeshuka, nimeshuka ili niwaokoe. Nimeshuka ili niwasaidie. Sema amina kanisa. Sasa ukiangalia hii sentence kwamba nimeshuka, sasa kuna haja gani ya kumwambia Musa nenda kwa Farao wakati yeye ameshuka? Sema amina kanisa. Hii inatuonyesha kwamba Mungu atatuma watu kwa ajili ya maisha yako. Atatuma wajumbe kwa ajili ya ndoa yako. Atatuma wajumbe kwa ajili ya biashara yako. Atatuma wajumbe kwa ajili ya maswali magumu ambayo umekuwa ukiyapata au umekuwa unajiuliza kwa muda mrefu. Watu wengi wanamuomba Mungu wakitamani Mungu awajibu, lakini hawatoi nafasi kwa Mungu kujibu, wakiamini majibu yanatoka juu mbinguni. Sema amina kanisa. Na kila wanapoomba wanaangalia wapi? Juu mbinguni. Haleluya kanisa. Na wanasema, Daudi anasema aliomba akasema, nitainua macho yangu nitazame wapi? Milima. Msaada wangu u katika Bwana aliyezifanya mbingu za nchi. Sasa Daudi hakutazama mlima Morogoro. Nisikilizeni vizuri. Daudi hakutazama mlima Morogoro. Haleluya.
Daudi alitazama kanisa, na kanisa ni mtu. Nilisema hivi, ili uweze kuwa kanisa, hakuna kanisa bila Elia. Yaani huwezi kulipata kanisa. Ngoja niwaulize ndugu rais. Mimi naishi Iringa. Rose, kwa namna yoyote ile, kama tungekutana, labda tu kama nimekuja hapa Morogoro kwenye misela ile sokoni au umepita kule nimekuona, wenda nisingeweza kukusimamisha. Lakini kitu gani kimenikutanisha na wewe? Ni kanisa limenikutanisha na wewe. Ukiondoa mchungaji Elia Morogoro, unaliondoa kanisa la Bible Church Morogoro. Umeelewa vizuri? Unaweza kujifanya mimi ndio Bible Church Morogoro, lakini hakuna Bible Church bila lile kanisa. Na labda nikueleze kanisa hili lilianzia wapi? Sema lilianzia wapi? Kanisa hili alianza wakati Elia amekuja Morogoro. Elia hajaanza kanisa Morogoro. Sema amina kanisa. Kanisa lilianza kutengenezwa ndani ya moyo wa Elia. Iko ndani kutengenezwa kanisa. Yaani Mungu akalijenga kanisa kwanza ndani ya Elia. Alafu alipomaliza kulijenga hiyo kanisa, ndipo akaleta watu wawe kanisa ndani ya kanisa. Sio, umeelewa? Umeelewa? Ndio maana Yesu anamwambia Petro, wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu ninalijenga kanisa. Sasa hamwezi kuliheshimu kanisa msipoliheshimu kanisa. Si unaelewa ninachozungumza hapo? Bwana asifiwe sana. Ngoja nikueleze kitu, nataka kusalimia tu na atafundisha makamu askofu, lakini nataka nikusalimie. Haleluya. Umechoka kusema haleluya kanisa? Bwana asifiwe sana. Ni hivi. Mwanamke anaposhika mimba kwa mara ya kwanza, mimba ikiwa na siku moja, unajua mimba inakuwa na siku moja au ndio? Ila kipimo kinasoma baada ya wiki 3 2 unaweza kuona pale. Lakini mimba inaanza, hakuna wiki 3 bila siku moja. Tunakubaliana vizuri hapo? Kwa hiyo kuna siku moja ya mimba. Na siku moja ya mimba, hata mwanamke aliyeshika mimba huwa haelewi kama kuna kitu kinaendelea huko ndani kwake. Hata wiki moja wengine hawaelewi. Wengine baada ya wiki mbili wana matokeo. Na wengine hata wanapokaa mwezi mmoja ndio waanze ku-experience yale matokeo kwamba huyu mtu ni mjamzito. Sema mimi na kanisa. Na tokeo la kwanza huwa halionekani kwa watu wa nje. Tokeo la kwanza linaanza kumhusisha mtu mwenyewe aliyeshika mimba. Nataka niseme nini? Tokeo la kwanza la kanisa la Morogoro lilianza kumhusisha Elia. Lilianza kuonyesha badiliko. Kama ni kichefuchefu akaanza kuona Elia. Kama ni kutapika akaanza kuona Elia. Kwa sababu ile mimba iliyotungwa ya Bible Church Morogoro ilikuwa inasumbua ndani ya moyo wake. Amen. Na nisikia vizuri kwa Mungu. Sasa sikiliza. Elia amelea mimba hiyo miezi 9. Sasa miezi 9. Baada ya miezi 9 ndiposa akazaliwa mtoto. Sema amina ya kanisa. Umeelewa vizuri? Akazaliwa nani? Sasa ngoja nikuonyeshe. Hakuna kuzaliwa bila mkunga. Sema mkunga. Kwa hiyo huyu ni mama mjamzito kwa mimba ya Morogoro Bible Church. Ila mkunga ni Apostle Amos Ponela. Na aliamua sasa kwenda kumzalisha huyu ili amletee wajukuu. Sema amina kanisa. Mnaelewa hapo sasa? Na ndio maana niko hapa leo kuja kumwangalia mtoto aliyemzaa kijana wangu. Yaani mtoto niliyemzaa amezaa mtoto, na niko hapa kuangalia watoto au wajukuu wale ambao Mungu amenipa kuwazaa. Sasa unisikilize vizuri. Haleluya kanisa. Sogea hapo kidogo mtumishi wa Mungu. Nimesema Mungu ili ashuke lazima atumie mtu. Haleluya kanisa. Na anatumia watu kwa viwango. Kwa mfano, anaweza kumtumia Pastor Elia kwa viwango na kwa makusudi ambayo yako ndani yake kupitia mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Alafu kuna mambo Mungu hata ruhusu yapite hapa. Haleluya kanisa. Kuna mambo Mungu ataruhusu yapite juu ya mtu aliye juu ya Elia. Unaelewa ninachozungumza? Bwana asifiwe sana. Nimekuja hapa kujibu maswali ambayo yamekuwa juu ya baba yenu. Haleluya kanisa. Na baba yenu ni mwanangu. Najua anafanya vitu vikubwa hapa Morogoro, lakini kumbuka kwamba huyo ni mtoto kwangu mimi. Haleluya kanisa. Na kama ni mtoto, kuna maeneo, kuna level. Ndio maana niko hapa kwa ajili ya level ya ubaba, level ya kutatua mambo yaliyoshindikana. Mpeni makofi utukufu kama unasema. Haleluya. Kwa hiyo mabegi yako Mungu ameshuka kwa ajili yako. Na ana siku 2 tu za kushughulika na watu. Haleluya kanisa.
Ni mnasikiaga hapa kwamba kuna madaktari wako mjini hapa. Bingwa wamekuja. Watakuwa kwa siku ngapi? 2. Sema bila kanisa. Watashughulika na magonjwa sugu. Haleluya kanisa. Sijui mtoto wa jicho, sijui kitu gani, sijui kitu gani. Kama haya mambo yapo kwenye mwili, kwenye Mungu wa roho pia, mmetangaziwa kuna madaktari bingwa wamefika. Watafanya upasuaji ambao haufanyiki Morogoro. Watashughulika na mambo ambayo Morogoro hawajawahi kushughulikia. Nisikilize kwa makini. Hiyo ni level ya kimbingu. Nasikia vizuri? Amen. Nasikia vizuri? Amen. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tegemea ndani siku hizi 2 kukutana na Mungu. Haleluya kanisa. Kukutana na Mungu ana kwa ana. Na labda nikueleze kitu hiki. Hatutatumia nguvu nyingi. Haleluya kanisa. Niliwaambia watu hapa katikati juzi, nikawaambia kuna kipindi utakiwa mtoto utaomba, ukiwa baba utatamka. Sasa nimefika hapa sio tu kukuombea. Nimefika hapa kusema ikawa. Nimekuja hapa kukuambia Mungu ananiambia hiki na tunakuwa. Sema mimi kanisa. Sasa moja ya jambo ambalo linasumbua watu wengi sana kwenye eneo hili ni kuto kujua nani anayezungumza na mimi kwa wakati huu. Haleluya kanisa. Amen. Na kuandaa ili uweze kujua. Hizi siku 2 sio siku za kupoteza hata sekunde moja. Amen. Wala sio siku za kufikiri maumivu yako. Wala sio siku za kukumbuka ulichopitia. Unatakiwa kujua kitu kimoja tu, kuna mwanzo mpya unaenda kuzaliwa kuanzia sasa. Kuna mwanzo mpya unaenda kuzaliwa kuanzia leo. Sema mimi na kanisa. Mpa Yesu makofi ya utukufu kama unasikia. Haleluya. Ninakupenda mtu wa Morogoro. Ninaamini kwamba katika siku hii ya leo na kesho tutamwona Mungu kupitia hapa. Haleluya kanisa. Mungu atatutumia sisi kutoa majibu ya maswali magumu ya maisha yako. Haleluya kanisa. Mpe Yesu makofi ya utukufu kabisa. Kama alivyonitambulisha makamu askofu, mimi nafahamika sana. Mimi ni muasisi na mwangalizi wa makanisa haya ya Bible Church International Mount of Change Tanzania. Naitwa Bishop Amos Olgoponela, mzaliwa wa mkoa wa Ruvuma. Kabila langu ni Mgondo, Mgondo aliyempa Yesu maisha. Sema amina kanisa. Jina la Yesu libarikiwe sana. Nina mke mmoja anatokea kanda ya kati huko Unyaturuni na watoto 2. Sema amina kanisa. Haleluya watoto wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na watoto 2 na watoto 2 na nusu. Umeelewa vizuri? Na watoto 2 na nusu. Na maana nusu. Haleluya kanisa. Mpigie Yesu makofi ya shangwe mnasikia. Niko hapa kwa shughuli za kikazi. Kama mnavyojua kila mwaka nimekuwa nikipata nafasi ya kutembelea makanisa yetu. Na tumeanza ziara tarehe 11 juzi Jumamosi kule Ifakara kwenye kanisa letu. Na leo ni siku kanisa letu la pili ambalo tunaona hapa. Tuna safari zaidi ya mikoa 9 kuanzia sasa. Na mwaka huu makanisa yameongezeka mpaka kule Kahama na Tabora. Kwa hiyo hii safari inaenda kutoboa Dodoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukipita mikoa ya Pwani, Tanga, Moshi, Arusha, lakini pia tutaenda Karatu, Manyara na hatimaye tutaenda Singida, Kahama, Tabora, Manyoni, Dodoma ndipo turudi Iringa. Bwana asifiwe sana. Kwa bado tuko tuna safari ndefu sana kwa ajili ya kazi hii ambayo Mungu ametupatia mfano. Sema amina kanisa. Pastor nilimwambia ni kitu kisichowezekana kwamba tukiwa na ziara ndefu kama hizi kwamba kila mtu atapata nafasi ya kuwa weekend. Ni kitu kigumu sana. Bwana asifiwe sana. Ni kitu kigumu, hakiwezekani kwamba Morogoro lazima mpate weekend. Ni kitu kigumu sana. Kwa hiyo itabidi mkubaliane na ratiba zetu kwamba kama ni Jumatatu itawaangukia ni Jumatatu. Mkitaka weekend loss simniite kwa weekend yenu mchague. Mpange ya kwenu. Sema bila kanisa. Mseme tunataka baba askofu aje weekend Ijumaa, Jumamosi na Jumaa. Hilo litakuja kwa sababu chakula ni order na kuja Morogoro na uje wapi? Iringa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo haliwezekani ni kuniambia nikae hapa siku 4. Ni jambo ambalo haliwezekani. Sema bila kanisa. Ukiniambia nikae hapa siku 4, chaliza siku 4 mpaka nitoke kule nitakuwa na nimeshamaliza Desemba. Sema bila kanisa. Hapa kuonyesha kwamba ninapenda. Sema bila kanisa. Kwa hiyo nataka mjue kwamba si kwamba sipendi ningeambukia Jumamosi au Jumapili. Mzee wangu wa kanisa pale napenda, lakini ratiba hainiruhusu kabisa katika mazingira hayo. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ikinaweza kutokea siku mkaamkiwa Jumapili na ikitokea basi mshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Mpigie Yesu makofi ya utukufu tena. Msiwapotezee muda mwingi kwa sababu leo nataka nianze na makamu askofu. Mimi nitakuwa kesho
Na kesho ningeomba kama mnaweza kupunguzeni ratiba zingine zote, mambo ya sifa mtaimba Jumapili inayokuja, mimi nikiwa sipo. Mnipe muda wa kutosha, ikiwezekana saa 9 kamili mnipe nafasi nisimame, kwa sababu mkinipa muda mfupi mtakosa vitu. Sema mimi na kanisa. Mkinipa muda mrefu nitapata muda mzuri wa kuzungumza maneno ya Mungu, lakini nitapata muda wa kusemezana na ninyi na kuwafungua. Sema mimi na kanisa. Kwa hiyo nini wajibu wenu sasa? Mkiona kuimba bado ni muhimu zaidi, mtaendelea kuimba mchungaji. Lakini kama mkiona ninahitajika zaidi, mnipe muda. Kuimba mtaimba. Tusema amen. Amen. Yesu kama askofu au hatuna nyingine.